Waziri Mkuu, shikamoo. Marabu, jambo. Sijambo. Mamangu anaumwa sana na ana damu. Mamangu ana biashara. Hawezi hata kunipigia. Kila siku anadaiwa kodi. Waziri Mkuu, naomba unisaidie. Unakaa wapi? Daraja 2 dispensary. Daraja 2 dispensary. Ndio. Mheshimiwa diwani wa Daraja 2 yuko wapi? Mheshimiwa diwani, hebu sogea hapo kwa wewe mtoto. Ili bwana unalimudu hili. Hebu fuatilia tumsaidie huyo mama. Fuatilia ujue ni kwao ni wapi, unamfahamu? Napokea Mheshimiwa Waziri Mkuu. Hebu fuatilia basi tujue ni wapi na utapeana namba na wasaidizi wangu tuone tunamsaidiaje. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Haya, asante sana. Kijana, na wewe utakuwa kiongozi. Umeweza kufuatilia jambo la mama katika umri huu. Hongera sana. Wewe shujaa kweli kweli. Haya, tumsikilize mwingine. Nimeona moja yule anapaza sauti, mpeni aongee. Hawa walioinua hivyo visaidizi wasogee, watasikilizwa tu. Wasogee, wapatieni sehemu wakae, watafutieni sehemu wakae, makatibu watawasikilizia pale pale. Haya, mpeni mwingine. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa majina anaitwa Zuberi Omari. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Haya, sasa nimeambiwa kumbe yule mama anayeumwa yuko hapa. Nimeambiwa yule mama ambaye mtoto ameongea hapa yuko hapa. Yuko amekaa sehemu gani? Haya, DMO hebu mchukue, tafuta gari impeleke mama hospitali. Peleke akatibiwe. Haya, twende na yule anayeongea. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa majina anaitwa Zuberi Omari. Nina miaka 31. Nilipata ajali miaka 5 iliyopita, ikanipelekea kuparalyze mwili mzima. Hapa unavyoniona ni kichwa tu ndio kinafanya kazi, na nilipata ajali nikiwa natoka na manga. Haya, mama nenda hospitali, tumeshampa kijana balance. Imsaidie. Haya, nenda kwa mama. Tuambie. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nashukuru kwa kupata nafasi hii. Sikilizeni, tumsikilize huyo huko. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nashukuru kwa kupata nafasi hii. Kwa majina naitwa Zuberi Omari. Nilipata ajali miaka 5 iliyopita nikiwa natoka na manga na kuja Arusha kwenye gari ya abiria, na mimi nilikuwa miongoni mwa hao abiria ambao tulikuwa kama abiria 8, na mimi ndio nilipata ajali, na mimi ndio niliumia peke yangu, ambao ilinipelekea kuparalyze mwili mzima. Hapa unavyoniona ni kichwa tu ndio kinafanya kazi, na hiyo kesi iko mahakamani mpaka leo. Ni mwaka wa 4 na kesi inaendelea kusikilizwa, na sijapata haki zangu mpaka sasa hivi, na nina mtoto mdogo pia, mtoto ananitegemea, na sasa hivi sina chochote zaidi ya kulala tu nyumbani, maana hata hela ya matibabu sina, wala sina kazi, na nina mtoto pia mdogo na anasoma, maana nashindwa hata kumlipia, maana sina kazi yoyote na sina malazi, maana hata hapo napolala nadaiwa kodi, mpaka mwenye nyumba yenyewe amenichoka kwa sababu kila siku nampiga tarehe kwa sababu sina kazi yoyote. Naomba Mheshimiwa Waziri Mkuu nisaidie niweze kupata haki zangu kwenye kesi yangu ambayo
tunaendesha mwaka wa 4 na sijapata kazi, sijapata haki yangu yoyote, na pia sina hela hata ya kupata matibabu. Naomba waziri mkuu nisaidie nipate. Haya, mwanasheria wa mkoa na wale wanasheria kutoka wizarani. Wanasheria kutoka wizarani wako wapi? Ndugu zetu kutoka wizarani wako wapi? Wanasheria wa wizarani ndio nyie. Hebu sogeni huko. Mmoja aje huko kumsikiliza. Na mwanasheria wetu wa mkoa. Alafu mwishoni kabla ya kuondoka katibu utamuona, msaidieni. Moja utabaki hapo hapo, katibu atakuona. Haya, mwanasheria wa mkoa pamoja na wanasheria wa wizarani, sogea hapo muoneni ili tuweze kumsaidia kupata haki yake. Haya, mpeni maiki mwingine. Asante. Haya. Wapi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, asante kwa nafasi hii. Wapi?